Naam, unasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii ni Baraka1 TV. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Kinshasa, Codeco, IPLC na M23, makundi yaliyotajwa na Umoja wa Mataifa kuwa makundi ya kikatili. Ituri, zaidi ya waasi 200 wa Codeco wauawa maeneo ya Fataki na FRDC UPDF. Walikale kugeuka machunio kwa magaidi wa M23. Na mkiwa ni tarehe 27 za mwezi wa 3 2025, ambako unasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati asubuhi, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Na mwili kuweza kuungana na operation Saidia Muzalendo, tafadhali wasiliana na Baraka1 TV kwa lengo ambayo uko naona namba hizo hapo kwa screen yako. Operation Saidia Muzalendo inalenga kuweza kuwasaidia wazalendo chakula pamoja na mahitaji muhimu kwa wale ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Na ili kupata matukio mengine yanayozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tafadhali tembelea Baraka1 TV channel 2, na hivyo utaweza kupata baadhi ya matukio yanayozidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo pia na Operation Saidia Muzalendo. Na baada ya hapo, moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kinshasa, ambako shirika la Umoja wa Mataifa lataja makundi kama Codeco, IPLC na M23 kuwa makundi hatari na yanayokeuka haki ya kibinadamu. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki ya kibinadamu imeweza kutoa orodha ya makundi yenye kuvuruga na kuvunja haki za kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku makundi hayo yakiwa na makosa 309 ya vitendo vya uvunjifu wa haki za kibinadamu kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makundi hayo yakisababishwa wahanga zaidi ya 808, huku 550 wakiwa ni wanaume, 114 wakiwa ni wanawake, na watu wenye umri ambao haujulikani ni 95, huku 49 wakiwa ni watoto. Kutokana na haki ya uvunjifu wa haki za binadamu yanayozidi kufanywa na makundi hayo, mikoa ambayo inaguswa zaidi ni pamoja na mkoa wa Kivu ya Kaskazini ambao unaguswa kwa 60%, huku Kivu ya Kusini pamoja na Ituri zikiwa na 13.9%. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa inazitaja makundi kama Codeco, IPLC na magaidi wa M23 kuwa makundi hatari na yenye kuvunja haki za binadamu. Kutokana na msongamano wa watu wengi, inasemekana ni watu 3 ndio waliopoteza maisha kwenye maziko ya alikuwa msanii Dekalte Idengo aliyeuliwa na magaidi wa M23 ndani ya mji wa Goma. Watu wengi wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kumlaki. Huyu hapa Junior Mumbere Mbakulirai, kiongozi msaidizi wa shirika la kiraia Societe Civile du Congo kutoka Beni, na maelezo zaidi.
Masasi za mingi hapa kukimbaseke, vraiment kunakuwa masasi za mingi. Polisi naanja piga masasi na mabombe la kimojene meme kukaburi kwenye hero wetu nationale Idengo iko nazikiwa. Vraiment ni matata huku, inakuwa danger. Masasi huku inalia kusimetiere, wa polisi ba indiscipline tunakosa kama wanasikia nini. Masasi huku, masasi inakuwa mingi, masasi kusimetiere kwenye ndugu wetu Idengo iko nazikiwa. Ba policier ba voyou policier maledike venye Idengo alikuwa katala kila siku njo banatuharibishia maziko ya ndugu wetu hero wetu. Oui, mimi ni Junior Mumbere Mbakulirai, niko president AI wa coordination société civile du Congo Beni. Unajua ya kwamba le 25 mars 2025 tuli sindikiza mwili ya ndugu wetu musicien révolutionnaire Delcate Idengo ku makao yake ya mwisho pale ku commune Bungulu, précisément mu cimetière ya Kimbango. Alors après enterrement yake kulikuwa échauffourée entre quelques jeunes na ma service ya sécurité yenye malheureusement tuna déploré kifo ya watu tatu, notamment kaka moya na mumama. Ule mama malheureusement alikuwa na mimba, donc totale yote ya watu wenyewe wanatuacha ni tatu. Ule mama wa mimba alikuwa na 41 environ, anatuacha na inaleta huzuni sana, na nilitaka kuita population yote wafanye attention avec ma publication yenye kunapitikana ma réseaux sociaux, na wale wote wenyewe wanapartager mabitu yenye aba verifier ma réseaux sociaux. Tunawakumbusha ya kwamba kuko loi yenye iko sur la numérisation. Une fois wanakuatraper kuma publication ya mbaya yenye kuna partager una ma preuve, utakuwa arrêté na utasibire loi ya inti yako. C'est comme ça que tunaita watu wote wenye kunatufuata kwa hiyo wakati wasikwe na publier ba n'importe quoi bila kukuwa na masource sûre. Alors tulipenda kupitia microphone yako kuita gouvernement kona namuna gani ya kukontinue kurenforcer ma service yetu ya sécurité, ma notion mbalimbali juu ya kuevite tena mabitu inye litutokea ilipitikana le 25 mars 2025 mu ville ya Beni, précisément mu cimetière ya Kimbango pale. Na tunaita pia ya population kuambia ya kwamba maservisi ya sécurité abiko badui yetu, tuko na adui moya ni bale benye banapiganisha inti yetu, notamment ADF Nalu au wanawaita ADF au MTM, na tuko pia na AFC M23 RDF. Donc wale njo wa enemy wenye wanatupiganisha, lakini maservisi yetu ya sécurité abiko ba enemy. Inaomba tuna continue kukolaborer, na collaboration ni ya maana sana, na tunakondane biote bienye lipitikana pale musimetiere ya Kangwai. Tunatoka kuzika ndugu yetu, tena tunaperdre watu wengine, ni huzuni sana. Tunaomba gouvernement kona namna gani ya kuaccompagner watu wale wenyewe walituacha, wenyewe walikufa après enterrement ya Delcate Idengo, et nous espérons que maneno itapitikana vizuri. Mikononi tuone namuna gani ya kupiganisha bienye kunapitikana kwetu. Lakini kama tunakuwa tuko nafaa vitu bienye haiko mzuri, inakuwa sasa tuko na jouer ku jeu de l'ennemi. Ce n'est plus le moment ya kukua distrait. Inaomba tunakuwa nachunguza nani iko pembeni yako kwa wakati ya manifestation, hivi tusaidie ma service ya sécurité na siye tupumue huku kwetu. Nakushukuru sana. Na ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV, karibu tena baada ya kusikiza matangazo hayo kutoka huko maeneo ya Beni ambako Société Civile du Congo imetupa ripoti
ya yale yaliyojiri kwenye mazishi ya Descartes Idengo ambaye aliuliwa na magaidi wa M23, na moja kwa moja tuingie huko maeneo ya Ituri ambako zaidi ya waasi 200 wa Codeco wauawa maeneo ya Fataki na muungano wa jeshi la FARDC pamoja na UPDF. Zaidi ya waasi 200 wa kundi la Coopérative pour le Développement du Congo Codeco wameuliwa eneo la Fataki ndani ya tarafa ya Njugu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya operesheni ya pamoja kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na jeshi la Uganda UPDF. Kiujumla, vikosi vya UPDF vimeweza kutangaza kuwaua waasi 242 kwenye mapigano ya siku 2 eneo la Fataki huko ndani ya mkoa wa Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yalizungumzwa na msemaji wa UPDF Kanali Chris Magezi. Kwa hesabu zingine, waasi wa Codeco 31 waliopoteza maisha siku ya mapigano ya kwanza na wengine 211 walipoteza maisha siku ya mapigano iliyofuata. Katika mapigano hayo, Uganda iliweza kumpoteza Kanali Davide Byaruhaga na askari wengine 4 wameweza kujeruhiwa, na wote hao waliweza kusafirishwa Uganda kwa matibabu zaidi. Hii ni Baraka1 TV. Na mko nazidi kufuata matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na unatusikiliza vizuri kutoka maeneo ya Australia, Canada, USA na Europe, South Africa, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Mashariki na Kati, Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda pamoja na mikoa yote inapatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele kutoka nchini Marekani akiwa yuko nafuatilia Baraka1 TV. Shaban Suleiman King, wote hawa pamoja na Baraka1 TV. Na baada ya taarifa zote hizo, turudi huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini ndani ya mji wa Walikale ambako Walikale kugeuka kuwa machunio kwa magaidi wa M23. Licha ya kipigo na kutangaza kuondoka maeneo ya Walikale, bado magaidi wa M23 Alliance of Congo wanaonekana kuendelea kujiimarisha ndani ya Walikale Centre, huku hiyo tarehe 26 za mwezi wa 3 2025 ndege kutoka Rwanda ilitua kwenye uwanja wa Kigoma na hivyo kuweza kuwapelekea silaha na wanajeshi wengine pia walikuja kwa njia ya miguu kupitia barabara inayotokea Goma kuelekea Walikale. Mashuhuda wanasema ndege hiyo ilikuja zaidi ya mara 5 huku ikileta silaha pamoja na wanajeshi wengine, na hiyo tarehe 26 hivyo. Kwa upande mwingine, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo pia na wao wanaendelea kuimarisha vikosi vyao eneo la Boboro ambako kuna idadi kubwa ya jeshi, ikiwa ni kilomita 24 kuingia ndani ya Walikale Centre. Vikosi vipya vya FARDC vinatokea pia eneo la Biruhe ambako pia kuna kambi kubwa ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mantiki hiyo, Walikale itageuka kuwa uwanja wa machunio endapo magaidi wa M23 RDF Alliance of Congo wataweka masikio nguvu, wamesema mkahaji mmoja wa maeneo ya Walikale.
Kutokana na hali jinsi inavyozidi kuonekana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Wakongomani wanahitajika kuweza kuipenda Kongo kuliko kuwapenda wanasiasa, na hayo yameweza kusemwa na mtumishi wa Mungu Blaise akiwa kwenye mikutano mbalimbali ndani ya kanisa. La vidéo d'un prêtre rwandais prêchant à la messe disant que les Massissi, c'est pas ici les villes de l'Est, ils disent c'est leur terre, ils doivent les récupérer. Il y a une révolution à faire. Changeons de mentalité. Depuis longtemps, nos politiciens nous ont induits en erreur. Ils ont tout fait pour que nous les aimions eux plus que nous n'aimions le pays. Les politiciens ont tout fait pour que nous aimions leur parti politique plus que nous n'aimons le pays. Et ça fait que beaucoup de Congolais aiment les politiciens plus qu'ils n'aiment leur pays. Ils aiment les partis politiques plus qu'ils n'aiment leur pays. Il faut changer. Il faut transmettre aux enfants l'amour du pays. Le pays est au-dessus de tout. Regardez les équipes de football. Qui pensait que le Real Madrid pouvait gagner sans Cristiano Ronaldo? On a laissé partir Cristiano Ronaldo et le Real gagne. Le Real, après Cristiano Ronaldo, a pris des champions, a gagné. Et on explique ça, qu'aucun joueur n'est au-dessus du club. Pour le football. Au Barça, la même chose. Qui aurait pu imaginer un Barcelone sans Messi? Mais Messi est parti. Le Barça existe. Messi est un grand joueur, mais pas plus grand que le club qu'il a formé. Pas plus grand que le club qui lui a donné la gloire. Que les partis politiques, que les politiciens ne nous trompent pas. Aimons le pays. Sachons faire la distinction entre le pays, le parti politique et les politiciens. Maintenant, demain et dans les jours à venir, transmettons à nos enfants la flamme du patriotisme. Que les enfants aiment leur pays. Regardez même les Congolais. Nous n'aimons pas le drapeau. Il y a des Congolais qui n'aiment pas le drapeau. On pense que le drapeau, c'est le symbole du gouvernement. On pense que l'hymne national, c'est le symbole du gouvernement. C'est l'hymne national. Je suis allé l'année avant, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, dans une église où j'ai prié, avant la prière, ils ont chanté leur hymne national. À l'église, ils avaient le drapeau. C'est ce que j'ai aussi imité. Mais nous n'avons pas ça. Chacun va aimer son leader politique. Vous verrez qu'aujourd'hui, les nationalistes, entre guillemets, ce sont les gens qui sont pour le président. C'est eux qui disent le pays. Ceux qui sont dans l'opposition sont comme s'ils n'étaient pas des nationalistes. Eux n'aiment pas le pays. Ils veulent que les Rwandais entrent. Que les Rwandais les aident à chasser le président qui est au pouvoir. Et cette mentalité, nous l'avions aussi. Parce que nous avons laissé Kabila père entrer ici avec les Rwandais. Nous savions bien que derrière lui il y avait les Rwandais. Mais en ce moment-là, on pouvait nous comprendre. Nous ne savions pas bien comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous connaissons les intentions des Rwandais. Vous voyez, vous avez vu la vidéo d'un prêtre rwandais prêchant à la messe disant que les Massissi, c'est pas ici les villes de l'Est, ils disent c'est leur terre. Ils doivent les récupérer. Maintenant, nous savons, il n'y a plus rien de caché. Avant, ils se cachaient. Aujourd'hui, ils le disent ouvertement. Vous avez suivi un autre qui disait que non, le Congo nous a trouvés. Si le Congo ne veut pas de nous, que le Congo parte et nous laisse. Vous comprenez ça? Que le Congo parte et nous laisse. C'est-à-dire, nous ne nous accrochons pas au Congo. Nous pouvons former notre pays parce que nous étions là. Nous pouvons former notre pays à nous, qui ne sera pas le Congo. Et c'est ça le projet. Maintenant, nous avons compris. Du temps de Kabila, père, nous étions bleus. Nous pensions que c'était pour notre bien qu'ils chassent Mobutu. Mais en chassant Mobutu, ils nous ont affaiblis.
Ils nous ont affaiblis. Ils ont affaibli notre armée à l'époque. Ils nous ont sérieusement infiltrés. Donc, changeons. J'ai dit bien aujourd'hui et demain. Même si demain quelqu'un d'autre est au pouvoir. Bien aimé, aime le pays. Aime le pays. Ne sois pas ce Congolais que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Nous suivons un match. Quand la RDC gagne, c'est la RDC qui gagne. Quand la RDC perd, c'est la faute à celui qui est au pouvoir. Si la RDC perd, nous nous consolons en disant, non, c'est pas nous qui avons perdu, c'est le gouvernement qui n'est pas bien. On ne dirige pas bien le pays, c'est pourquoi les léopards ont perdu. Soutenons notre équipe. Commençons les exercices comme ça. Quand les léopards vont jouer, ils perdent, nous perdons ensemble. Ils gagnent, nous gagnons ensemble. Ne cherchons pas de bouc émissaire. Si nous avons perdu, non, c'est le pays qui a perdu. On gagne ensemble, on perd ensemble. La victoire a beaucoup de pères, a beaucoup de mères. Mais la défaite est souvent orpheline. Amen. Mais nous changeons cette manière de voir. Amen. En Espagne, lorsque l'Espagne joue, tu passes partout, tu trouves les drapeaux. Sur toutes les maisons, les gens ont mis les drapeaux. En Espagne. Mais nous, les Congolais, la culture de payer le drapeau, ce n'est pas notre culture. Nous attribuons les drapeaux à quelqu'un. C'est les drapeaux de Kabila, les drapeaux de Mobutu, les drapeaux de Tshisekedi. C'est ça notre tendance. Changeons aujourd'hui. Changeons pour demain. Changeons pour toujours. Le pays au-dessus de tout. La patrie au-dessus de tout. Les partis politiques sont très bas en dessous de la patrie. Naam, asante sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Baraka1 TV kuendelea kuwa pamoja na sisi, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 27 za mwezi wa 3 2025, na mimi ni Rajab Wakili Kabonga. Mengi na zaidi tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Chao chao.